mpenzi mtazamaji, leo hii anataka kupata elimu kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Kwa kwanza ungetuambia ugonjwa wa Ebola ni nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapozungumza ugonjwa wa Ebola, huu ni miongoni mwa communicable disease, ni magonjwa ya kuambukiza. Kwa ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa ambao unasababishwa na virus ambao unajulikana kama ni Ebola virus. Na haya ni miongoni mwa zoonotic disease. Tunasema zoonotic disease ni yale magonjwa ambayo hutoka kwa wanyama kuja kwa wanadamu. Na ugonjwa huu wa Ebola uligundulikana nchini Zaire na mwaka 1976. Na umejulikana katika eneo linaloitwa katika eneo la mto Ebola. Ndio maana ukabatizwa jina ukawa unaitwa ugonjwa wa Ebola. Na hizi steni ama hawa virus hiyo alikuwa anapewa majina kutokana na zile sehemu ambazo wanagundulikana. Kwa hiyo virus iligundulikana Zaire akanaitwa Zaire Ebola virus. Aligundulikana Sudani akaitwa Sudani Ebola virus. Mwingine Bundibugo Ebola virus. Kwa ndo origin yake imetokana huko. Na wanyama ambao wanasababisha magonjwa haya ni kama popo, swala misituni pamoja na wakima. Ndio mara nyingi kwa wana vile vimelea wanavitransmit kwa wanadamu. Sasa ungetupa historia kidogo ya ugonjwa huu wa Ebola? Ulianzia mwaka gani na mpaka sasa hivi tumeona pia ugonjwa huu umeibuka tena? Ndio kama nilivyozungumza, umeanzia nchini Zaire na mwaka 1976. Katika eneo hilo la mto Ebola ndio kabatizwa jina la Ebola. Na je, dalili zipi za awali za mwenye Ebola? Asante sana mtangazaji. Dalili za awali ambazo huweza kuonekana kwa mgonjwa mwenye Ebola, kwanza wanapata homa kali. Alafu pili, mwili unakuwa unachoka. Lakini vile vile viungo vinaanza kumuuma. Lakini hapo huwa anafanya vidonda katika koo, lakini huwa anaharisha, na dalili za mwisho kwanza kuonekana huanza kutoka na damu katika tundu zake za mwili. Kwa maana damu inatoka kwenye pua, kwenye mdomo, kwenye macho, kwenye masikio na hata katika sehemu za siri. Kwa hizo ni miongoni mwa dalili ambazo wanazipata. Na almost dalili hizi huanza kuonekana once baada ya kupata ile maradhi. Sio kama hapo atapatikana. Kuna window period pale. So na tunaita incubation period. Yaani baina ya kupata ile maradhi na kudhihirika ile dalili na ishara. Kwa window period ambayo inakuwa ya magonjwa haya Ebola ni kuanzia siku 2 mpaka siku 21. Mathalan leo ka contact na mtu mwenye Ebola akapata vimelea vya Ebola, virus wa Ebola akapata katika mwili wake. Kwa hiyo ndani ya siku 2 mpaka siku 21 zitaanza kuonekana zile dalili na ishara. Je, mtu huyu ambaye amepata hizi dalili za awali za ugonjwa huu wa Ebola ni hatua gani achukue baada ya kuona hizi dalili? Nasema huu ni ugonjwa miongoni mwa magonjwa hatari zaidi. Basi ni Ebola. Kwa sababu tukitazama ile fatality rate yake ni kuanzia 50 mpaka 90. Au naweza kusema katika watu 10 ambao wameugua ugonjwa wa Ebola, basi watu 3 tu ndio wanaweza wakawa na possibility ama uwezekano wa kupona. Wengine 7 tunaweza tukawakosa. Kwa hatua za mwanzo mtu akishakujua na dalili tu, basi haraka kimbizie kituo cha afya. Na ikithibitika basi taarifa zitafikishwa kwa sehemu husika kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji wa ugonjwa kama huu. Na mpenzi mtazamaji, kwa tunaendelea mbele na kipindi chetu cha afya na mimi, na leo hii kumbuka tunazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Na tukiendelea mbele tunasema kwamba ugonjwa huu wa Ebola unaambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Labda njia zipi ambazo zinaambukiza ugonjwa huu? Asante sana ndugu mtangazaji. Ugonjwa huu husababishwa ama huenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine endapo mtu utagusa damu ama majimaji ya mtu mwenye magonjwa ya Ebola. Lakini vile vile kujamiana na mgonjwa wa Ebola. Lakini kwenda kugusa nguo ama vitu ambavyo amevitumia mgonjwa wa Ebola. Lakini vile vile kula pengine matunda ama mabaki ya matunda. Kwa sababu tumesema magonjwa haya yanapatikana kupitia popo, chana swala misituni au pengine kupitia wakima. Sasa pengine umelikuta popo kaja kalila. Au ukaenda ukachukua kwa dikata ukalila naye. Lakini vile vile kushare vitu vyenye ncha kali. Pia kupitia njia kama hizo mtu anaweza kupata magonjwa haya ya Ebola.
Kwa hiyo mtu yule ambaye amejua kwamba ana dalili tu akimbilie kituo cha afya. Lakini na vile vile kujitahidi kuepuka kula wanyama kama hawa. Sio, kuna watu wanakula popa, wanakula kima, swala au misituni. Kwa kujitahidi kuepuka ulaji wa wanyama kama hawa. Na je, katika ugonjwa huu kuna tiba ama chanjo kuhusiana na ugonjwa huu? Asante sana ndugu mtangazaji. Mpaka sasa hakuna dawa specific ya magonjwa haya ya Ebola. Isipokuwa magonjwa kama haya virus almost yote kama corona, kama hizo mabagi na mengine kama Ebola, haya huwa hayana specific medicine. Dawa specific ambayo maalum imewekwa, dawa hii ya Ebola, dawa hii ya corona, hicho kinakuwa hakipo. Ila tunayatibu magonjwa haya kutokana na dalili na ishara. So na pengine homa imezidi, nitafuta dawa kupunguza homa. Kichi kimetokezea, antibiwa kama hiyo. Lakini kwenye chanjo tumesema magonjwa haya, hizi strain za Ebola zimegaika kama tulivyotaja mwanzo. Kuna Zaire Ebola virus, kuna Sudan Ebola virus, Libugu Ebola virus. Sasa mpaka sasa imeonekana strain ambayo inasababisha majanga makubwa zaidi ama milipuko mikubwa zaidi katika bara la Afrika ni hii strain ya Zaire Ebola virus. Kwa mpaka sasa hivi chanjo ambayo ipo mpaka sasa hivi ni hii Zaire Ebola virus. Hizi nyingine bado hazijapatikana. Kwa scientists bado wapo mbioni kuhakikisha wanaweza kuzipata hizo chanjo. Asante sana. Na je, njia zipi rahisi za kujikinga na ugonjwa huu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama tulivyosema, ugonjwa Ebola ni ugonjwa wa kuambukiza. Na mara nyingi unapatikana wa contact, kugusa. Kama tulivyosema, umegusa maji ya mgonjwa mwenye Ebola, umegusa pengine nyama au umegusa nguo ambazo kazitumia mgonjwa Ebola, unapata yale magonjwa. Kwa hiyo njia ya kujikinga, kwanza kuhakikisha tunaosha mikono yetu mara kwa mara kwa kutumia maji tiririka pamoja na sabuni. Hii vile vile kuepuka kula mabaki ya matunda. Umeenda porini umelikuta embe limeliwa upande na ukalikata, hapo unaweza kuondoka na magonjwa. Lakini vile vile kuepuka ulaji wa hawa popa pamoja na hawa kima pengine na kinanyani, jamii kama hizo. Lakini vile vile kuepuka kugusa vifaa alivyovitumia mgonjwa Ebola. Lakini endapo utakuwa unamhudumikia mgonjwa Ebola, basi kujitahidi kuvaa vile vifaa kinga. Nafahamiana. Kwa sababu pengine mgonjwa Ebola, kama tunavyoona hospitali, watu wanakuwa kapeleka mgonjwa hajamjua pengine au ashamjua, lakini utakoanza kutoa huduma kwa mgonjwa yote mwenye Ebola, basi kujitahidi kwa umevaa vifaa kinga usije kuondoka na maradhi. Na je, kwa wale ambao kuna baadhi ya watu kwamba wanapopata maradhi kama haya unakuta kwamba anatumia zile tiba asili. Sasa hili ni jambo ambalo hupelekea kuenea kwa magonjwa kama haya. Kwa sababu ugonjwa Ebola ni ugonjwa hatari, unasambaa kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Pengine yule akitapika tu akiharisha au maji yake yoyote, jasho, machozi, mate, ukigusa pale ukiingiza katika mwili wako unaondoka na magonjwa haya. Kwa tunahimiza wanajamii, mtu akijihisi tuna dalili zozote za magonjwa, basi haraka kimbilie kituo cha afya. Kupitia hizi njia nyingine tunaweza tukajiambukiza na magonjwa kaongezeka. Kwa once umejirealize kuna changamoto yote katika mwili wako, joto limepanda, homa imekuwa kali, kimbizia kituo cha afya. Vinginevyo unaweza kuja kuiathiri familia nzima pamoja na kitongoji kizima. Na dokta, kwa kutokana na ugonjwa huu wa Ebola, wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, je, wahudumu wa afya nyinyi mnachukua hatua gani ili kuweza kudhibiti ugonjwa huu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa mpaka sasa hatua ambazo zinatumia kuweza kujitayarisha kupambana na magonjwa kama haya, kama tunavyoona mwingiliano baina ya watu wa Kongo, wa Uganda na Zanzibar. Kuna timu ya watu kila siku wanaingia kuja kuchukua madagaa kwenda na Kongo, na vile vile wa Kongo wanakuja kuchukua madagaa. Kwa hiyo kuna movement kubwa tu ya watu. Kwa hiyo hatua zinatumika mpaka sasa hivi katika zile poti zetu zile. Sona bandarini ama airport, watu wote wakija pale wanafanywa screening. Sona wafanya screening just kwa jua japo lile joto lake tu kujulikana, kama temperature imepanda basi wanaanza kumsuspect na mweka pembeni. Lakini vile vile kuhakikisha wageni wote wanaoingia, sio na kama wengine fungu refu kuna wageni wengi wanaingia, basi wanatakiwa waje at least
na taarifa zao za afya, lakini vile vile nashauriwa wanaenda kupimia afya zao. Lakini na lingine tunatoa elimu kwa wanajamii. Hii tunatumia kupitia wahudumu wa afya kwenye ngazi ya jamii, wamesomeshwa ni kuhusu magonjwa hayo na wanakuwa wanapita nyumba kwa nyumba kutoa elimu. Lakini vile vile kuna mikutano ya kijamii ile ambayo inasimamiwa na sheria Health Custodian Committee. Hizi ni kamati ambazo zipo katika jamii. Pia nao sheha na watu wake wanakuwa wanakusanya watu na wataalamu wa afya na kuwafikia kupitia hizi taaluma. Sasa na je, kwa upande wa vijijini elimu hii nayo inatolewa kivipi? Asante sana. Hii programu yetu ya CHW Community Health Workers, wahudumu wa afya ngazi ya jamii, hawa wamefundishwa jinsi ya kupambana na magonjwa kama haya, na hawa wapo katika kila shehia. Kila shehia kama Kunduchi huko wapi kote huko. Kwa hiyo hawa wanakuwa wanafika, lakini vile vile tunakuwa tunatumia njia ya kutoa vipeperushi, tunatumia pengine kutoa matangazo katika maredio, lakini vile vile kuna mobile vans zinakuwa pia zinatumika kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanajamii.